Kwa jina naitwa mhandisi mshauri Fares Ngereja. Nafanya kazi wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA makao makuu Dodoma. Kazi yangu kubwa ni kusimamia ujenzi na ukarabati wa madaraja ya mawe pamoja na barabara za mawe. Kama mnavyofahamu, wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA imekasimiwa kusimamia takriban kilomita 144,429.77. Mtandao huu ni mkubwa sana ukilinganisha na wenzetu ambao ni wanasimamia barabara hizi. Kwa ujumla, ili kufanikisha ujenzi na ukarabati wa barabara hizi, tumekuwa na mbinu mbalimbali ambao tunazitumia katika ujenzi wa barabara. Na kama mnavyofahamu, kiungo kikubwa cha barabara ni daraja. Sisi kama TARURA tunasema daraja ndio uchumi. Daraja ni uchumi, kwa maana ya kwamba pasipo na daraja, hata kama kuna barabara haiwezi kupitika. Hilo tuliliona na tukaona kwamba tuweke vipaumbele vikubwa zaidi katika ujenzi wa madaraja ambao ni nafuu na ni rahisi zaidi kujenga kwa kipindi kifupi. Tunaweza tukajikuta tumezunguka nchi nzima, tumeikava kwa miundombinu ya barabara ya madaraja. Na tangia tulipoanza sisi TARURA 2017 tuliona kwamba kuna fursa ya kujenga aina ya madaraja haya, na mpaka sasa tumeweza kujenga jumla ya madaraja 490 kwa gharama ya takriban bilioni 40, ambapo kama tungejenga madaraja haya kwa kutumia teknolojia tuliyozoea kwa maana ya zege na nondo, tungeweza kutumia zaidi ya bilioni 140. Kwa hiyo ukiangalia ulinganifu, tumesevu fedha nyingi sana ambazo zimeweza kutumika kwenye mambo mengine ya uzalishaji. Madaraja haya yamekuwa na faida mbalimbali. Faida kubwa ambayo tunaipata katika madaraja haya, kwanza, madaraja haya ni rahisi kuyajenga. Ndani ya kipindi kifupi unaweza kutekeleza na yakawa yamekamilika. Lakini gharama zake ni nafuu. Ni takriban mara 4 mpaka mara 6 ya gharama ya madaraja ya zege. Na vile ni kimazingira, yanaendana na mazingira. Kama mnavyofahamu, dunia sasa inakimbizana na swala la mazingira. Kwa hiyo uharibifu wa mazingira katika ujenzi wa madaraja haya ni mdogo sana. Na kwa ujumla madaraja haya ni imara. Uimara unaanzia wapi? Katika ujenzi wa madaraja, uimara unaanzia kwenye maabara. Vifaa vyote ambavyo tunavitumia katika ujenzi wa madaraja haya vinapimwa kwenye maabara. Ina maana kwamba tunayo mawe ambayo tunayajengea yanatakiwa yawe na zaidi ya MPa 25. Lakini pia licha ya mawe, tunaangalia vile wakati wa ujenzi tunasimamia kwa hali ya karibu sana, kiasi kwamba ukimesa hapo kidogo unaweza usifikie kile kiwango kinachotakiwa. Kwa hiyo tunaangalia uimara wa mawe, lakini pia kudhihirisha kwamba mawe haya ni imara. Kwanza lazima tufahamu kwamba sisi madaraja haya hatujaanza leo. Yameanza nchi za Asia pamoja na Marekani na nchi zingine. Na mpaka sasa kuna madaraja kule na zaidi ya miaka 400-500 yapo. Na sisi Tanzania tunao madaraja ya reli ya kati ambayo nayo yana zaidi ya miaka zaidi ya 100 kwenye reli ya kati, kuanzia Mwanza kuja Dar es Salaam na Dar es Salaam kwenda Kigoma. Yapo madaraja haya yamekuwa yakifanya kazi kwa zaidi ya miaka 100. Madaraja ya mawe kwa upande wa Tanzania tuliweza kupata, tumekuwa na mashirikiano na wenzetu wa chuo kikuu cha London, University College of London, ambao kwa wakati mwaka 2023 walikuja kuyaangalia ubora wake madaraja yetu ya hapa Tanzania ya mawe, na kulingana na assessment walioifanya, na tulipitia takriban mikoa mingi kuyaangalia ubora wake. Taarifa iliyotolewa ni kwamba madaraja haya ambayo tunayajenga kwa sasa yana uwezo kuishi zaidi ya miaka 100. Ina maana kwamba vizazi na vizazi vitakuja kuyaona haya madaraja ya mawe, sio sisi tu, itakuja na ubora vile unaothibitika kwamba ni zaidi ya pamoja na ripoti ambayo tunayo. Tukiangalia mwaka juzi tuseme 2024, tumekuwa na mafuriko mengi ndani ya nchi yetu,
madaraja haya hakuna daraja lolote lililozolewa na maji. Katika madaraja 490 hakuna daraja lililozolewa na maji. Na sasa ninavyoongea sasa, yote yapo imara na yanaendelea kufanya kazi vizuri, pamoja na maji mengi yaliyopita katika mwaka uliopita. Na kama mnavyofahamu, miundombinu mingi ukiangalia Rufiji na mikoa mingine ilizolewa na maji, lakini katika miundombinu ya TARURA kupitia haya madaraja ya mawe hakuna sehemu yote iliyozolewa na maji. Nikiingilia kwa upande wa barabara za mawe, tuna takriban kilomita 30 tumekamilisha katika mikoa yetu ya Mwanza, Kigoma, Rukwa pamoja na Morogoro. Barabara hizi za mawe ni imara sana. Halafu sifa nyingine ambayo ni muhimu zaidi, ni rahisi kufanya matengenezo. Ukiangalia matengenezo ya barabara za lami, kama mnavyofahamu, ikitokea shimo linachukua muda mrefu sana, kwa sababu inahitaji miundombinu, inahitaji vifaa vingi vya kuja kufanya nini, kuja kuziba lile shimo. Lakini tunaposema barabara ya mawe, kama kuna shimo sehemu, ni wewe mwenyewe kwenda kuchukua lile jiwe lililobonyea na kuleta mchanga mwingine na kuweka pale na kurudishia jiwe lile. Utaona kwamba kwa kiasi kikubwa matengenezo ya barabara za mawe ni ndogo sana. Tunazo barabara kule Mwanza ambazo takriban zina zaidi ya miaka 8, lakini mpaka sasa matengenezo imekuwa yale madogo ya kubadilisha jiwe, kuweka mchanga. Lakini kama ingekuwa barabara ya lami, matengenezo inawezekana ingekuwa makubwa zaidi. Hiyo ni upande wa kiuchumi. Lakini tukiangalia kwa kijamii, pale wananchi wa Mwanza, nitatoa mfano mzuri sana. Mnafahamu hospitali ya Bugando. Hospitali ya Bugando, kabla hatujajenga barabara kutoka Igogo kuelekea Bugando, wananchi walikuwa wanapata shida sana. Wananchi wa eneo la Igogo walikuwa wanazunguka mpaka Nata, takriban kilomita 8-9 kwenda mpaka Bugando. Lakini tumepasua barabara kwa sasa kutokea Igogo pale kuingia Bugando takriban kilomita 2. Hatuna statistics ambazo zinaonyesha ni kiasi wananchi wangapi walipata shida au walifariki kutokana na kujifungua kwa kuzunguka kwenda kwenye makutano ya Nata. Hatuna, lakini na imani kabisa wapo watu walipata shida, walifariki kutokana na hali halisi ilivyokuwepo wakati ule. Lakini kwa sasa wananchi wanafurahia matunda ya ujenzi wa barabara za mawe. Lakini sio hapo tu, maeneo mengi jiji la Mwanza, maeneo ya Samiro, maeneo ya Kapili Point, tumejenga miundo hii ambayo wanafaidika sana kijamii.